Maadhimisho haya yana umuhimu mkubwa, kwani yanatukumbusha wajibu wetu wa kuhakikisha biashara na huduma zinatolewa kwa wananchi zikazingatia haki, usawa na uaminifu. Na kauli mbiu ya mwaka huu kwa lugha ya Kiswahili ni kujenga imani katika uandaaji wa sera, lakini kwa lugha za wenzetu is to build trust in policy making. Sasa kauli mbiu hii ina uzito mkubwa sana kwa taifa letu, kwa sababu uundaji wa sera, nafikiri wote mnafahamu, taifa letu linakuwa na approach mbili na namna mbili tu za kuunda sera. Inaweza kuwa ni bottom up approach, kwa maana kutoka kwa watu kwenda juu, au wakati fulani inaweza likawa pia ni wazo la kutoka juu kushuka chini. Lakini mara nyingi sana wizara zetu nyingi zinaunda sera kutoka chini kwenda juu, kwa maana ya bottom up na sio top down. Sasa tukienda kwa namna hiyo, maana yake ni kwamba kile walichokizalisha, walichokitoa wananchi, ambacho ninyi mnakwenda kukiundia kama sera, ambayo baadaye kunatokea na utekelezaji wa sera, maana yake ni kwamba wananchi wasipojenga imani kwa sera hiyo, hakuna jambo unaloweza kulifanya. Kwa hiyo implementation ya any policy, utekelezaji wa sera yote, unaendana na misingi ya ujenzi wa imani kwa wale ambao wanapaswa kuitekeleza sera hiyo. Kwa hii ndio kauli mbiu yetu ambayo inatuambia. Lakini sera haiwezi kuwa nzuri hata kidogo kama imeundwa na watu wabovu. Kwa hiyo pia imani katika sera, kuitrust sera, huwa pia kunatokana na nani kaiunda sera hiyo. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana pia tunapozungumzia masuala vipimo leo, ninyi wasimamizi wa wakala wa vipimo Tanzania, kuwa na taswira nzuri kwa Watanzania namna mnavyotekeleza sera hiyo, ili Watanzania waweze kuiamini sera ambayo haiongei, wakiamini kwamba inaongea kupitia mtu aliyeiunda sera hiyo. Kwa hiyo sera inaweza kawa inaongea. Sera kuongea maana yake ni kama ukifika kwenye taasisi, unapotaka kusoma behavior ya institution, lazima usome tabia za watu, kwa sababu ukitaka kujua tabia za taasisi, taasisi haiwezi kuwa na tabia yake. Tabia ya taasisi huathiriwa na wanaoiongoza taasisi, na hiyo ndio tunaita organization behavior, namna ambavyo behavior inaweza kujitrickle down kwenda chini na ikaathiri tabia ya taasisi, na taasisi ndio ikawa ina behave hivyo. Kwa hiyo ukitaka kusoma ruwaza ya tabia, behavioral pattern ya any institution, ya taasisi yoyote ile, unasoma tabia za watu wanaoiongoza, halafu mwisho ndio unakuja kupata tabia ya taasisi yote kwa ujumla. Sasa hapo ndipo, kama kuna kazi imetangazwa, in case kama kuna vacancy ya kazi katika taasisi hiyo, halafu kazi imetangazwa, ile kazi imeonyeshwa pale, kumekuwa kuna job description imekuwa described, manake yote kabla hajaomba anaangalia kama na fit, if is eligible, kama na fit vizuri, lakini kama na fit kwa meritocracy, kwa maana ya vyeti alivyonavyo na kila kitu, lakini mwisho anakuja kuangalia, je, naweza nikafiti kufanya kazi kwenye taasisi yenye tabia hii? Kwa hiyo ile behavior ya taasisi nayo inakuja kusaidia kuwa ni kiashiria cha wewe kujiunga kufanya kazi kwenye taasisi hiyo. Mwananchi anapokwenda sokoni kununua mchele, sukari au maharage au matunda, anatarajia kupata kiwango halisi cha bidhaa alicholipia. Lakini sasa hivi bado kuna wizi ambao unafanyika. Mzani badala ya kusoma kilo moja, unasoma kabla kilo moja kidogo, na unakuwa adjusted makusudi. Mtu wa namna hii ni mwizi kama walivyo wezi wengine, na kama anatakiwa kupelekwa mahakamani, huyu anatakiwa adhabu yake iwe miaka mingi zaidi, kwa sababu wewe ndiye uliyesema unauza 2000, halafu tena katika 2000 hiyo hiyo tena unanikata tena. Na hii tabia imo hata humu Kariakoo kwa wafanyabiashara, ipo Tanzania yote kwa wafanyabiashara, ipo kwa mtu ambaye sio mfanyabiashara, tabia ya kuiba bidhaa kwa kutumia mizani. Kwa wizi kwenye mafuta,
Nafikiri wakala wa vipimo mnafanya pia calibration kwenye masuala ya magari, kuangalia matenki yanabebaje mafuta. Mnafanya vipimo hivyo kwenye matipa, mnakwenda vipimo hivyo kwenye mizani ya kawaida na kadhalika na kadhalika. Unaambiwa bwana, hii ni kilo kadhaa, hizi ni zinabeba cubic meter kadhaa, lakini at the end unakuta hakuna cubic meter zile. Pesa hiyo unayoipata siku zitakapotimia lazima utaitapika, kwa sababu uliyemwibia anatoa machozi. Ukikuta mtu wa chini anaanza kulia, a normal person is crying, anarusha machozi yake chini, alafu wewe na familia yako mnafarijika, mnafurahi kwamba mnakuwa, utakuja kupigwa na kansa ambayo hujawahi kuielewa, utapigwa na stroke ambayo hujawahi kuielewa. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwakumbusha tena kwa msingi mkuu wa kuhakikisha kuwa vipimo nchini vinatokana maandiko. Pia vipimo nchini ni jambo la msingi, na shehe wetu mwenye mpingo amezungumza hapa, lakini pamoja pia na askofu wetu Siso naye amezungumza. Kwenye Qur'an ipo sura 83, sura 17, sura 57, sura 55 mpaka ile 42, wamezungumzia masuala ya ole wao wapunjao. Sasa wewe una kamtaji kadogo, lakini kazi yako ni kupunja watu, alafu nyumbani unarudi kwamba leo umeingiza sana hela. Yule mtu ambaye umempunja yeye analia, kila baada ya wiki moja anakuja kununua unga wako umeisha kwa sababu amepunjwa. Wewe watoto wako wanasoma kwa dhuluma, kwa hela ya dhuluma, huyu watu wake wanasoma kwa hela ya haki. Mwisho vitoto vyako vikipata division 0 form 4 unaanza kusema watoto wangu mtu anawaloga. Ni kwa sababu umepora haki ya mtu ambaye anaswali na kusali ili wewe pia usifanikiwe. Ishara tosha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wewe binafsi kuunga mkono jitihada za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kuhakikisha kwamba Tanzania haki inaendelea kupatikana, amani inaendelea kupatikana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nilisikia baadhi ya rafiki zangu wakizungumzia swala la amani na haki. Naomba nichagize kidogo hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Tunashukuru sisi wana Ilala kwa uwepo wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ameendelea kuhakikisha Tanzania haki inapatikana na amani inapatikana. Ishara mojawapo Mheshimiwa Mkuu wetu wa mkoa wa kuhakikisha haki inapatikana Tanzania ni uwepo wa vipimo. Kipimo kinapotolewa kwa usawa, haki inapatikana. Hiki kitendo ambacho mkuu wetu wa mkoa umetuletea mizani hii, maana yake ni ishara ya serikali ya Daktari Samia kupitia wewe kama mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam mnasimamia uwepo wa usawa wa biashara katika nchi yetu. Nashukuru sana, naomba tumpigie makofi mengi sana rais wetu. Lakini sambamba na hiyo, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, kuhakikisha haki inakuwepo, uimarishaji wa mahakama zetu pia ni sehemu mojawapo ya kuhakikisha haki inapatikana Tanzania. Isiishie hapo Mheshimiwa mkuu wa mkoa, uwepo wa hii wakala wa vipimo Tanzania ambayo inashughulika masuala ya rumbesa kwa wakulima na kwa wanunuaji, hiyo pia ni kuonyesha haki Tanzania inapatikana. Lakini uwepo wa taasisi FCC ambayo ni tume ya haki shindani kwa bidhaa pia ni ishara. Uwepo wa TBS ni ishara, uwepo wa EWURA ni ishara mojawapo. Lakini hata uwepo wa msajili wa vyama vya siasa pia ni ishara ya uwepo wa haki, mahala ambapo unaweza ukaipatia haki yako pale unapoidai. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, tupelekee shukrani za dhati kwa rais wetu. Sisi wana Dar es Salaam na wana Ilala tunatambua haki inapatikana kila mahala, kwenye biashara, kwenye maisha, kwenye watoto, hata kwa watoto wetu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa rais ameleta haki, watoto leo hii wanasoma elimu bure, kuonyesha kwamba anataka kila mtoto aende shule. Wananchi ambao ndio wanunuaji au wateja waelewe umuhimu wa kutumia vipimo kwenye biashara. Wauzaji waelewe umuhimu wa kutumia vipimo kwenye biashara. Kila kitu kiuzwe kwenye vipimo. Tunataka mteja atoe pesa ambayo inalingana na thamani ya kile unachompa kama mfanyabiashara. Asitoe kingi ukampa kidogo. Atoe kile ambacho inalingana na kile ambacho unampa.
Ndio maana tunataka tutokomeze vipimo batili. Tunataka kama ni lita iwe ni lita, kama ni kilo iwe ni kilo, kama ni mita iwe ni mita. Atoe pesa inayolingana na mita aliyopewa. Kumpa mita moja ijulikane ni mita moja ni shilingi ngapi. Kama ni 1000 atoe 1000, asitoe 1200 kwa kitu ambacho angetakiwa atoe kwa 1000. Kwa hiyo vipimo sahihi ndio tunachosisitiza. Inasaidia kwenu wafanyabiashara, inasaidia kwa serikali. Tutakuwa na statistics vizuri na ambayo itatusaidia upande wa serikali kutengeneza sera ambayo inaendana na wakati. Kwa hiyo tunaomba mtuunge mkono. Sisi tuko tayari kusimamia vipimo muda wote viwe sahihi. Kwa hiyo wananchi, tunaomba mtuunge mkono. Wafanyabiashara, tunaomba mtuunge mkono, na wanunuzi ambao wateja, sisi tuko tayari kulinda maslahi yenu.